Mtazamaji, niite King Nyorobi. Niko hapa kuzungumza na wewe hasa kuhusiana na taarifa ambayo imeibuka leo na imesambaa sana katika mitandao ya kijamii ambayo inamhusu Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na taarifa hizo zimesambaa zikionyesha kwamba Dr. Emmanuel Nchimbi ametangaza kujiuzulu nafasi yake ya umakamu wa rais, lakini pia amesema kwamba anastaafu siasa. Na mimi nilipoziona taarifa hizo katika mitandao ya kijamii nikaanza kupekua kutaka kuona taarifa hiyo imetolewa wapi na imetangazwa wapi. Sasa nilipojaribu kuanza kupita kwenye mitandao ya kijamii nikafika kwenye ukurasa unaodhaniwa kwamba ni wa Dr. Emmanuel Nchimbi, kwamba ndio mtandao wake official wa Instagram. Nikakutana na hiyo taarifa ambayo imepakiwa hapo kwa siku hii ya leo. Nikajaribu kuangalia huo mtandao vizuri kabisa. Kitu ambacho kimekuja kunishangaza ni kwamba haujatumiwa kwa muda mrefu sana. Yaani hakuna taarifa ambazo zimekuwa zikipakiwa hapo. Nimekuja kuona taarifa ya mwisho kabisa kupakiwa kwenye ukurasa huo wa Dr. Nchimbi ulikuwa ni Machi 8 mwaka 2023. Machi 8 mwaka 2023, na taarifa ambayo inaonekana kuwa ni ya mwisho kupakiwa kwenye ukurasa huo wa Instagram ni taarifa ambayo inamuonesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alipokwenda kwenye mkutano wa Chadema, na ikionyesha picha akiwa ameshikana mkono na rais akiwa ameshikana mkono na aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ndugu Freeman Aikael Mbowe, ikiwa na taarifa ambayo Nchimbi aliandika akisema kwamba nimefuatilia mkutano wa Chadema kuadhimisha siku ya wanawake uliohudhuriwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa kawaida wanadiplomasia tunahifadhi hisia zetu, lakini leo nimeshindwa, na nitasema kwa ufupi sana. Nchi yetu ni muhimu zaidi ya vyama. Mchakato wa maridhiano aliyouanzisha Mheshimiwa Rais ni urithi wa kipekee kwa nchi yetu. Baadhi yetu wanaweza wasielewe anachokifanya rais wetu leo, na baadhi yetu wanaweza wasielewe anachokifanya mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe leo, na waona wakiweka misingi ya taifa lenye amani kwa zaidi ya miaka 100 ijayo. Heri ya siku ya wanawake duniani. Hii ni taarifa ambayo ilipakiwa tarehe 8 Machi mwaka 2023, na baada ya hapo hakujaonekana kumepakiwa taarifa nyingine yoyote katika mtandao huu wa Instagram mpaka leo Agosti 25, 2026 ndio imekuja kupakiwa. Na taarifa hii ambayo ameiandika Dr. Nchimbi inasema hivi. Ameandika hivi katika barua yake, anasema: leo tarehe 25 Agosti 2026 nimemwandikia barua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kumjulisha kuwa nimeamua kustaafu siasa na utumishi wa umma. Hivyo nitajiuzulu nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuzingatia ibara ya 50 kipengele cha pili C kisomwa kwa pamoja na ibara ya 149 kipengele cha pili ya katiba kuanzia tarehe 4 Septemba 2026. Tarehe 27 Agosti 2025 nilimwahidi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa nitamsaidia yeye na nchi yetu kwa uwezo wangu wote na kwa uaminifu. Pia nilimhakikishia kuwa siku yoyote akiona anahitaji makamu mwingine wa rais, nitaachia nafasi hii. Nimejiridhisha pasipo shaka kuwa
Mheshimiwa Rais anatamani mabadiliko. Hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu. Kipekee namshukuru Mheshimiwa Rais na Chama cha Mapinduzi CCM kwa imani yao kwangu. Natumia nafasi hii pia kuwashukuru Watanzania wote kwa ushirikiano mkubwa walionipa wakati wote niliokuwa katika utumishi wa umma, na wahakikishia kuwa nitaendelea kuwa raia mwema wa Tanzania. Ameweka sahihi yake hapo Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Agosti 25 mwaka 2026. Ndivyo taarifa hii inaonesha hivyo. Baada ya taarifa hii tunasubiri kuona Rais ataipokea barua hiyo, na kama ataipokea atazungumza nini kuhusiana na hilo. Lakini kitu cha pili, tunajua kabisa Dr. Emmanuel Nchimbi alikuwa ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM na mjumbe wa kamati kuu. Maana yake tutaona pia Chama cha Mapinduzi kinafanya nini, na kama rais ataipokea na ataikubali, maana yake sasa Chama cha Mapinduzi kitaitisha kikao na kuweza kutafuta mtu mwingine ambaye atachukua nafasi ya makamu wa rais. Baada ya kusema hayo, mimi sitaki kuongeza chochote isipokuwa tuendelea kutufuatilia. Tutatafuta wachambuzi ambao wa masuala ya kisiasa na kidiplomasia ili waweze kutuonesha tukio hili ambalo limetokea kwa taifa letu la Tanzania kwa makamu wa rais kujiuzulu. Na pili, tutaleta taarifa ili kuonesha, sina kumbukumbu kama kuna makamu wa rais alishawahi kujiuzulu. Nimeshakuwa na taarifa zinazohusiana na baadhi ya mawaziri kujiuzulu, lakini baadaye wakaja wakagombea na wakachukua nafasi kubwa katika nchi hii, akiwemo aliyekuwa rais wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi. Aliwahi kuwa waziri akajiuzulu. Baada ya kujiuzulu, baadaye akaja kugombea na akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nite King Nyorobi, hii ni DNA. Endelea kukaa pamoja nasi.